Kwa miaka mingi kuna baadhi ya mashamba ya mikarafuu kisiwani Pemba yalikuwa yakisimamiwa na serikali. Lakini ni hivi karibuni tu Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amechukua hatua kubwa ya kihistoria kwa kuwapatia wananchi hati rasmi za umiliki wa mashamba hayo. Hatua ya kutoa hati hizi kwa wananchi kutawezesha kupatikana kwa faida nyingi, zikiwemo kuondoa migogoro ya mipaka baina ya watumiaji wa mashamba hayo pale mashamba haya yatakapopimwa rasmi na kila mmoja kupatiwa hati yake kama tulivyoelezwa hapa na waziri, kuweka kumbukumbu vizuri kwa kufanya usajili wa mashamba haya na kuwapa uhakika wa umiliki wananchi watakaopewa hati hizo. Serikali inafanya jitihada mbalimbali za kuhakikisha wakulima wa karafuu wanaendeleza shughuli zao za kilimo katika mazingira mazuri na kuwa na kilimo chenye tija. Mbali ya uamuzi wa ugawaji wa hati kwa wakulima, serikali kupitia Shirika la Taifa la Biashara ZSTC imeimarisha mfumo mzima wa ununuzi wa zao la karafuu kutoka kwa wakulima. ZSTC imeanzisha mfumo wa kidijitali wa ununuzi wa karafuu ambapo kwa sasa imeweza kuwaondolea wakulima changamoto ya muda mrefu ya ununuzi wa karafuu vituoni. Serikali imehakikisha mkulima wa karafuu hakopwi na anapatiwa fedha zake hapo hapo kwa njia ya fedha taslimu kwa ujazo mdogo na kwa benki au kupitia mitandao ya simu. Mizani za kidijitali zimeboreshwa na kuziunganisha na kile chombo kinaitwa POS, ambapo uzito wa karafuu unajisoma katika POS bila ya mtendaji kuingiza kwa mkono. Moja katika changamoto zilizokuwa zinakabili uzalishaji wa karafuu ilikuwa na kutokuwa na uhakika kwa wale ambao wanayatunza haya mashamba. Unaweza ukawa na shamba lako, lakini kipindi cha msimu kikifika unapewa taarifa tu kwamba wizara imemkodisha fulani aje kuvuna yeye. Ikapelekea watu kutoyatunza, na ndio maana tija ikapungua, na ndio maana uzalishaji ni mdogo sana. Ni mategemeo yetu kwamba kwa hatua hizi nilizozitaja hapa, sasa wakulima watayatunza vyema, kwa sababu itakuwa ni mali yenu, hata warithi wenu wataweza kuyarithi. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba sasa tunapanda karafuu kwa wingi. Tuhakikishe, kwa sababu ZSTC wanatoa miche, tuhakikishe tunawapatia na pembejeo nyingine zinazohitajika. Tuwapatie na mikopo isiyokuwa na riba, ili baada ya muda mfupi na sisi basi tuongeze angalau kwa mara mbili, badala ya tani hizi chini ya 10,000 tuende tani 20,000 na hatimaye tufike kama Indonesia, wenzetu wanapata zaidi ya tani 100,000 kwa mwaka. Hatua hii imeibua matumaini mapya, maswali mapya na fursa mpya katika uchumi wa karafuu, ambapo leo tunaangalia mabadiliko haya kwa kusikia kutoka kwa wananchi waliopewa hati pamoja na viongozi na wataalamu wanaosimamia sekta hii muhimu kwa uchumi wa Zanzibar. Ili kuelewa uzito wa athari za hatua hii muhimu, tulianza kwa kuzungumza na wananchi ambao wamekabidhiwa umiliki kamili wa mashamba hayo. Na hapa wanatueleza furaha yao na namna watakavyoendeleza mashamba hayo. Kwa kweli najisikia faraja sana kwa kupata hizo hati alizotoa mheshimiwa za kumiliki hii shamba. Kabla ya hapo hii shamba nilianza kuishughulikia vizuri, lakini baada ya kupewa hiyo hati ndo nilizidisha hiyo nguvu ya utendaji kwa kuhakikisha kwamba sasa hivi hii shamba iko katika miliki yangu. Wito wangu kwa wakulima ambao wamepata hati kama mie ni kuyaendeleza hayo maeneo ambayo wamepewa kwa kuhakikisha kwamba yanaleta tija kwa wao na serikali. Kabla hapo mwanzo hiyo shamba sijapata, nilikuwa ni pori, nikaanza kutema pori. Sasa siku za mbele kila nikitema nikawa naona mikarafuu yajitokeza mule. Nikaanza kuliomba lile shamba, nikaulizia, nikaambiwa shamba ni la serikali. Tena nikaenda kwa sheha, nikaliomba, nilipoomba sheha mkongwe huyo marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu ahera aliko. Sasa baada ya kuliomba tena akanipa vielelezo
nisogee mbele na kunipa karatasi. Nikaanza kutema lile nikifyeka, kila nikiona ile mikarafuu, nikaanza dalili ya kupanda mimi mwenyewe bila kupewa hati miliki. Nikapanda na hiyo niliyopanda mpaka size himo na mengine nishaanza kuchuma. Ikabidi mpaka kufikia na aliboresha shamba na kulisafisha, sirudi nyuma, nasogea mbele ili nikitaka kupewa hii hati miliki likiwa liko safi na mimi mwenyewe nitakuwa nisharidhika. Tena ikabidi kuomba mpaka ikafikia hadi ya kupewa hati miliki na nikaliboresha na kupanda na kulisafisha mpaka saa hizi ilipofika kupewa hati miliki. Nimefurahi zaidi kuona wana na kipando kile mpaka mwitu pori lile mpaka likasafika mpaka nikakabidhiwa kuwa shamba ni halali yangu. Baada ya uamuzi wa kutupa hii hati miliki, tunamshukuru sana sana hasana Mwenyezi Mungu amjalie uongozi bora, ampe maisha mema kwa kutupatia hati miliki ili kutukabidhi hasa iwe ndani ya miliki yetu hizi shamba. Kwa hiyo tuna faraja hilo na tunashukuru sana Mheshimiwa Rais uliona hilo kwamba hata sisi ameturahisishia kwa habari ya kiuchumi wa maslahi yetu na familia zetu. Zile ambazo kwamba ilikuwa mtu anachukua tu shamba analima, kesho na kesho kutwa anakuja mtu langu, kesho na kesho kutwa serikali inakwambia tunakodisha mimi, huku kushapanda, kushata matumaini, unataka mazao uuze usomeshe watoto wako, lakini anakuja waziri anakwambia nakodisha mimi ili. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana na tulidrop sana kuwashughulikia mashamba kwa kauli zile. Ila sasa tutakuwa tuko huru. Kwa hiyo tunampongeza sana na tunamtakia kwamba aendelee kutuona wananchi wake kwamba tunahitaji mambo mengi kama hayo. Wito wangu kwa wakulima wenzangu ni kwamba tuyaendeleze yale mashamba kwa kuyapanda, kwa kuyaenzi, tusiyafanye kama labda ni jambo la rahisi kwamba labda nikishapata na bwana serikali nilibeze. Hapana. Vile vile wananchi watengezeka kimapato, kwa sababu kama nilivyoeleza kwamba uko nyuma walikuwa hawana hamu ya kuwashughulikia, kwa sababu walikuwa hana udhibiti. Mtu anashughulikia sehemu ndogo, mavuno kwamba yanakuwa madogo, lakini kwamba sasa atakapotanua zaidi na kuongezeka, basi ni kwamba kila mtu atafaidika. Bwana Chimunye atafaidika, serikali itafaidika, na hata walikuwa hana mashamba pia, kwa sababu inapofika kipindi cha karafuu hapa msimu huu ni kwamba kila mtu anafaidika pale kwa kwenda ama kwa kokota ule mpeta au kwa njia nyingine ya vibarua. Wito wangu ni kwamba wananchi wayashughulikie mashamba vizuri, tuyahudumie ili tufaidike na kizazi kijacho nacho kiendelee kufaidika. Tumwambia heri, tumpa heri na hongera kubwa sote, si kwa kuwa mimi tu peke yangu. Kila mtu ukienda kwenye masoko, ukienda kwenye masoko, ukienda kwenye wapi, kila mtu aliposhapoa mambo haya kamfurahi sana, asema kamfanya jambo la ujasiri hasa. Kauli zao zinaonyesha wazi kwamba mabadiliko si kwenye karatasi tu, bali ni kwenye maisha yao ya kila siku. Ugawaji wa hati una maana kubwa katika kupanga mustakabali wa uzalishaji wa zao la karafuu nchini. Mashamba haya kwa muda mrefu yapo ambayo yanahudumiwa na yapo ambayo yametupwa. Kwa hiyo Wizara ya Kilimo, wizara inayohusika na mambo ya kilimo, mnamo mwaka 2018-19 ilifanya uhakiki wa mashamba yote kwa upande wa Pemba ili kubaini shamba lipi lina nani na lipi halina mtu, kwa sababu yapo mashamba mengi ambayo yametupwa na uzalishaji wake haukuwa endelevu. Kwa hiyo baada ya kuhakiki, Wizara ya Kilimo na wizara inayohusika na mambo ya kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi iliamuliwa mashamba kupimwa na kugaiwa watu ambao wana mahitaji ya kupata mashamba yale kwa yale mashamba ambayo hayakuwa na wenyewe. Kwa hiyo ilipotokea kugaiwa watu wale mashamba yale, sifa ambayo ilitokea wakati ule ndio sifa ile ile iliyochukuliwa sasa hivi kumpimia mtu yule na kumkabidhi hati. Kwa wale ambao kwa mfano sasa hivi wakulima 41 waligaiwa ya mashamba kwa upande wa Pemba, wakulima 20 mkoa wa Kaskazini na wakulima 21 kwa upande wa mkoa wa Kusini kama ilivyogaiwa na Mheshimiwa Rais. Uhakiki ulifanywa. Uhakiki ulifanya I think kwamba ni kati ya 40-41, nimesahau kidogo, lakini uhakiki ulifanya kubaini kwamba mhusika anayo haki ya kupata, na baada ya kubainisha kwamba anayo haki ya kupata, taratibu nyingine zikaendelea. Na lengo hasa la serikali na Mheshimiwa Rais kurudisha na kuanzisha utaratibu huu mpya
wa kugawa mashamba, wa kuyapima na kuwapatia wananchi hati za kisasa ililenga mambo matatu. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuimarisha na kuboresha maisha ya wananchi. Jambo la kwanza, maana wananchi anaopatiwa ile shamba akipewa na hati, kwanza anatambulika rasmi, lakini kwa kupitia shamba lile ataweza kuboresha maisha yake. Lakini lengo la pili ilikuwa ni kukuza uchumi. Mashamba yale yamewekwa maalum kwa ajili ya kilimo, na kwa asilimia kubwa sana ni mashamba ya zao la karafuu. Kwa hiyo kukua kwa uchumi au kuwepo kwa hati maalum za mashamba yale kwa wananchi inamsaidia mwananchi ambaye ana uhakika sasa wa kumiliki kuweza kulitunza, kulipanda shamba lake vizuri, kulitunza na kuweza kuzalisha zao la karafuu kwa kiwango kikubwa. Lakini lengo la tatu pia kugawa mashamba yale ni kupunguza migogoro ya ardhi. Kwa utaratibu wa sasa shamba linapimwa na unapewa hati yako. Tunatoka sasa kwenye mfumo wa umepakana na mnazi, umepakana na mstafeli au mwembe. Sasa hivi tunakwenda na upimaji wa kisasa, tunaandaa ramani kwa mujibu wa ramani, utaratibu wa utengenezaji wa ramani na upimaji. Basi manake tukiweka jiwe au beacon, tukiandaa ramani, manake mgogoro hapo tumeshaumaliza. Umiliki binafsi unatarajiwa kuongeza uwajibikaji, tija na uwekezaji kwa wananchi. Lakini soko la karafuu nalo lina nafasi muhimu katika uzalishaji wa zao hili. Hivyo shirika la biashara la taifa ZSTC ndio moyo wa biashara ya karafuu Zanzibar, huku likihakikisha wakulima wanapata bei bora na masoko yenye usalama. Hivyo ni namna gani mkulima anaweza kupata karafuu zenye ubora na kupata tija zaidi? Mkurugenzi wa ZSTC kisiwani Pemba anatueleza. Kwanza atakiwa yanike karafuu yake katika majamvi, ndio anaweza kuipata karafuu kwamba iko safi kabisa na anapata ile rangi ya tunasema ya kahawia, ambayo hii ndio inamwezesha yeye kupata daraja la kwanza. Lakini pia na sehemu ambayo anaanika karafuu, kuna baadhi ya wakulima karafuu zao wanaanika katika maeneo ambayo penye sungusungu za barabara, si maeneo mazuri ya kuanika karafuu kwa sababu zinaingia vumbi, changarawe, kwa hiyo karafuu zinapoteza ile rangi yake ya asili. Kwa mara nyingi tunawashajihisha na kuelimisha wananchi kuanika maeneo mazuri karafuu zao ili wakija katika vituo vyetu wapate ile daraja la kwanza. Kwa hiyo huyu afisa wa kilimo kazi yake ni kuangalia daraja ya karafuu, na tuna madaraja manne. Tuna daraja la kwanza, la pili. Daraja la kwanza tunakuwa tunanoa shilingi 15,000. Daraja la pili ni 13,500, la tatu ni 12,500, na la nne ambapo tunasema ni mpeta ni shilingi 7,000. Hizi daraja la nne, kile daraja moja linakuwa lina sifa zake. Lakini sifa ya mwanzo ambayo daraja la kwanza ni hii ambayo awali tayari tumeshaieleza hapo mbele nyuma hapo, kwamba zisiwe chafu zile karafuu, na kama mna takataka basi zisizidi 2% zile takataka zao. Na takataka hapa tunazungumzia pale vipande vidogo vidogo vya makonyo, au kama kuna takataka pale za majani na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tukitoka katika swala la kumimina karafuu katika sehemu ya uwanja, kinachofuata hapo ni baada ya kupasishwa karafuu ile, kwa mfano imetiwa daraja la kwanza, tunaondosha karafuu hiyo, tunaipeleka katika sehemu ya kuchunga karafuu. Tuna mashine ambazo tumeziweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba karafuu zetu tunazozinunua zinakuwa safi, kwa sababu karafuu zetu tunasafirisha nje ya nchi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba ule ubora wa karafuu tunaulinda pale, na tunaulinda tokea huku katika uwanja kwamba karafuu ziko katika hali nzuri. Tunapeleka karafuu zetu katika chungio, tunachunga unga ambao unakuwa ndani ya zile karafuu. Huko nyuma tulikuwa hatuna hizi mashine. Kwa hiyo shirika kwa kweli lilikuwa linapata hasara sana kwamba linanunua karafuu pamoja na unga. Lakini kutokana na mabadiliko ambayo tumeyapata ndani ya shirika, basi tumeweza kuja na hizi mashine ambazo zinatusaidia kuchunga baina ya karafuu na unga wa karafuu. Baada ya kumaliza process ya kuchunga karafuu zetu, tunaziondoa karafuu katika chungio, tunazipeleka katika mashine au tuseme mizani ya kupimia karafuu. Na uzuri wa mambo ni kwamba sasa hivi wakulima wetu
wamebahatika sana kuwa na mashine za kupimia karafuu ambazo ni digital za electronics. Zamani tulikuwa tunatumia mashine zile za mawe analog, ambazo kwa kiasi fulani kidogo zilikuwa na manunguniko kutoka kwa wakulima wetu. Lakini sasa hivi ni kwamba wakulima wetu wana uwezo wa kuona mpaka kilo ambazo wanapimiwa katika zile mizani za electronic. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa manunguniko ya kwamba tunanyimwa kilo, uzito tunaopewa sio halisi yameondoka, kwa sababu mkulima anaona hali halisi ya uzito ambao kaupata pale. Tunapoondoka katika sehemu ya mizani, mkulima anakuwa tayari kashaelewa uzito wa karafuu zake, lakini pia mpaka thamani ya karafuu ambazo naenda kulipwa. Kwa hiyo sehemu ya mwisho inakuwa ni sehemu ya mshika fedha na kwenda kulipa fedha zake mkulima kwa mujibu wa kilo na daraja alizozipata. Na uzuri wa mambo ni kwamba sasa hivi shirika la ZSTC limejipanga vizuri katika kuhakikisha kwamba tunalihuisha zao la karafuu. Na uzuri wa mambo ni kwamba kuna idara ya mfuko wa maendeleo ya karafuu ambao una jukumu hilo la kuendeleza zao la karafuu. Lakini shirika la ZSTC tunasaidia sana wakulima wetu kuhakikisha kwamba karafuu zao wanapozileta zinakuwa ziko katika daraja mzuri. Na sisi hatupendi kumkuta mkulima pengine anaambulia kupata daraja la pili au la tatu. Kwa maana hiyo jukumu letu sisi kama ZSTC ni kutoa elimu kwa wakulima. Na elimu tunaianza tokea pale mkulima anapotaka kuchuma karafuu zake. Asizichume karafuu wakati ziko changa au asizichume karafuu wakati zimeshaiva ni zinakwenda katika hali ya kutoa matende. Achume karafuu wakati ni pevu. Lakini pia tunawapa elimu wakulima wetu kuzianika vizuri karafuu zao katika mahali salama ambako hakuna vumbi, lakini pia katika vyombo ambavyo sisi ZSTC tunakuwa tunauza majamvi. Karafuu kianika katika jamvi basi lazima itakuja na sura mzuri, itakuja na ile rangi ambayo inastahiki ile karafuu kuwa nayo. Kwa hiyo kwa kiwango fulani ni kwamba wakulima wengi wanapoitika wito wa kuanika karafuu zao katika majamvi, basi inawasaidia kuja na kupata ile daraja la kwanza. Lakini pia tunakuwa tunaelimisha wakulima wetu kuhakikisha kwamba karafuu zao zinapokuja katika vituo vyetu ziwe tayari zimeshasafishwa, waanze kuzifanyia usafi nyumbani, ili zinapokuja katika vituo vyetu kidogo inakuwa inaondosha ule msongamano wa watu. Lakini pia karafuu inapokuwa safi ndipo unapoweza kupata lile daraja ambalo tunasema daraja la kwanza. Takataka, makonyo, changarawe na vitu vingine havitakiwi ndani ya karafuu zetu, kwa sababu karafuu ni chakula. Kwa hiyo unapokuja nayo pale ikawa iko safi, basi unapewa daraja ambalo unastahiki. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuwapa elimu sana wakulima wetu. Hata vipeperushi tunakuwa tunatoa, tunaandaa wakati mwingine mikutano. Wakati tunaenda katika msimu wa karafuu tunaandaa mikutano, tunakutanisha masheha, tunakutanisha wakulima zao la karafuu, tunawapa elimu katika ile mikutano ili kuondosha hizi sintofahamu ambazo zinaweza kujitokeza katika vituo vyetu. Kwa hiyo tunajitahidi sana kwa kuwaelimisha wakulima wetu, lakini pia kuwapa elimu ya kutosha kwamba karafuu ili zipate daraja la kwanza basi unatakiwa hizi uzishughulike katika njia hii. Lakini pia karafuu unatakiwa uzihifadhi. Wakati tunachuma karafuu majumbani tunazianika, alafu tunahifadhi katika majumba yetu. Uzianike, yani uzihifadhi ndani ya gunia, kwa sababu gunia linakuwa linapitisha hewa, kwa hazifanyi unyevu zile karafuu. Wengine wakulima wengine utakuta wanazitia kwenye mapolo. Mapolo ana kaida kuhifadhi joto. Kwa hiyo karafuu unaweza kaileta pale ukaambiwa hii karafuu inabidi uianike, unyevu wake uko juu. Mkulima kwa sababu pengine hana taalumu ya kuhifadhi karafuu anashindwa kuelewa. Hii itaongeza kiwango cha uzalishaji wa karafuu katika mashamba yale. Kwa hiyo ZSTC linanufaika kupitia maamuzi ya serikali ambayo wameyafanya kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunategemea kwa miaka hii inayokuja hapo mbele, basi uimarikaji wa mashamba yale utakuwa ni mkubwa, na uzalishaji wa karafuu katika mashamba haya ambayo tayari Mheshimiwa Rais ameshaanza kutoa zile hati, basi ni kwamba itaimarika na karafuu itaongezeka kwa kiwango kikubwa. Wakulima wetu ambao wamepewa hati hizi za umiliki wa mashamba, basi kwanza wathamini juhudi ambayo serikali imeifanya na waone kwamba kuna jambo kubwa sana wamelipata pale. Kwa maana hiyo jukumu lao ni kuyashughulikia mashamba, kwa sababu kuna watu wameyabadilisha matumizi mashamba. Wengine mashamba na mikarafuu wamebadilisha, wamekuwa labda pengine ni makazi, wamejenga nyumba za kuishi. Kwa hiyo wajitahidi sana katika kuendeleza kilimo cha mikarafuu. Kupitia maelezo yake,
inaonekana wazi kuwa umiliki wa mashamba hayo unaweza kuleta ongezeko kubwa la uzalishaji na ushindani mzuri katika soko la kimataifa. Lakini tukumbuke kwamba ofisi ya Rais ndio msimamizi mkuu wa sera na utekelezaji wake. Hivyo hapa tunazungumza na afisa mdhamini ofisi ya Rais Bibi Shueha Abdallah Omar ili kufahamu dhamira ya serikali na hatua za kuhakikisha mpango huu unakuwa endelevu. Kwani ugawaji wa hati si tukio la leo tu, bali ni mwanzo wa zama mpya katika usimamizi wa ardhi na ukuaji wa uchumi wa zao la karafuu hapa visiwani. Na hapa anaanza kwa kutueleza maono ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi juu ya kuinua uchumi wa wananchi sambamba na ugawaji wa hati za mashamba hayo kwa wananchi. Maono ya Mheshimiwa Rais ni kuweza kunyanyua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, lakini pia kuinua uchumi wa jamii na taifa letu kwa ujumla. Kwa hivyo hatua hii sasa ya kuweza kuwakabidhi hati hizi za mashamba ya mikarafuu ni kuweza kuwafanya wananchi waweze kumiliki yale mashamba, kwa sababu kama tunavyojua huko awali mashamba yalikuwa yanamilikiwa na serikali, lakini wakulima walikuwa wao ni washughulikiaji tu wa yale mashamba. Lakini sasa yanawafanya kwamba waweze kuyamiliki, na once wanapoyamiliki yanawafanya sasa waweze kuyatunza zaidi yale mashamba, kwamba mtu anaona kwamba hili shamba ni langu, kwa hivyo naweza kulitunza, na baada ya kulitunza sasa linakuja kupelekea sasa kuzalisha zaidi ya vile ambavyo lilikuwa linazalishwa lile shamba. Kwa hivyo sasa wananchi wako huru kwa sababu kile kitu ni chake. Unajua kwamba mtu anapoona hichi kitu ni cha kwangu, ni tofauti baadhi ya wengine tuna ideology kwamba hichi kitu cha serikali basi nisiweze kushughulikia vizuri, lakini once walipopewa yale mashamba, kwa hivyo uzalishaji sasa wa zao hili la karafuu unakuja kuongezeka zaidi katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar. Je, matarajio ni yapi juu ya wakulima hao? Matokeo sasa ya baada ya kukabidhiwa hati, tunatarajia wakulima waweze kuliimarisha zao letu la karafuu. Waweze kuliimarisha zao letu la karafuu kwa kuweza kupanda mikarafuu zaidi. Sababu miche inakuwa inatolewa, lakini wakulima wengine wanakuwa wana delay kuweza kupanda kwa sababu wanahisi kwamba hili shamba sio la kwangu, lakini yataimarika zaidi lile shamba la mikarafuu au zao letu la mikarafuu. Lakini pia inapelekea kuimarika hata kwa zao letu na kupelekea kuwa na karafuu zilizo bora zaidi, kwa sababu tunachokitafuta ni kuwa na zao letu la karafuu ziwe bora zaidi duniani kuliko nchi zozote ambayo inazalisha zao la karafuu. Lakini tunapoimarisha hivi mashamba yetu na kuwa na karafuu bora zaidi, tunapelekea kukifanya visiwa vyetu vya Zanzibar na hasa kisiwa chetu cha Pemba kuwa ni kisiwa chenye haiba nzuri kirudi kule ambako tumetoka kwenye zao letu la karafuu, kwa sababu kama tunavyosema kwamba kisiwa cha Pemba kinanukia marashi ya karafuu. Kwa hiyo tunaenda sasa kurudi huku kutokana na ugawaji huu wa hati hizi ambazo zimetolewa. Na je, afisa mdhamini huyo anatoa nasaha gani kwa wakulima hao? Kwa wakulima sasa nawaambia kwamba wathamini hichi ambacho wamepatiwa. Kuna kilio kwa wakulima wetu kwa muda mrefu kwamba mashamba yale wanataka wapatiwe. Miaka imeenda kadhaa, walikuwa wanashughulikia wao, lakini wamiliki na wa serikali. Lakini sasa Mheshimiwa Rais amekuja kuwapatia hati. Kwa hivyo wathamini hichi ambacho Mheshimiwa Rais amewapatia. Lakini na sisi kama kuthamini tumuoneshe Mheshimiwa Rais, na kumuonesha Mheshimiwa Rais kama tumethamini ni kuhakikisha kwamba tunalifanya zao letu la karafuu kuwa bora zaidi na tunazalisha karafuu nyingi zaidi katika visiwa vyetu hivi. Hapo tutakuwa tumethamini. Lakini kwa wananchi kwa jumla niwaambie kwamba tuendelee kumsupport Mheshimiwa Rais. Kwa kweli Mheshimiwa Rais ana maono mingi, ana imani na sisi na mengi zaidi anataka kutufanyia katika visiwa vyetu hivi. Kwa hivyo tuendelee kumsupport. Na kwenye kumsupport kuna nyanja nyingi. Tumuombe dua Mheshimiwa Rais awe na afya njema, aweze kuyafanya yale ambayo amepanga kuyafanya na kutuletea katika visiwa vyetu. Lakini pia tuwe na mashirikiano. Tukihisi kuna kitu hakiko sawa, Mheshimiwa Rais katuwekea wazi, katuwekea mifumo mingi ya kuweza kusema, kwa sababu hichi ni kipindi cha ukweli na uwazi. Tusemeni ambalo haliko sawa, tuondoshe changamoto zetu, lakini ili tuweze kupata matokeo mazuri zaidi ya kwa kila nyanja ambazo tunataka kuziletea maendeleo.
Hatua ya kuwakabidhi wananchi hati za mashamba ya mikarafuu imefungua kurasa mpya. Wananchi wanaongeza matumaini na serikali inaweka misingi ya uwajibikaji na maendeleo. Lakini safari bado inaendelea baina ya changamoto, matarajio na fursa mpya katika zao ambalo linakitambulisha kisiwa cha Pemba na Zanzibar kwa ujumla kwa karne nyingi zijazo. Imarisha zao la karafuu ndani ya kisiwa cha marashi ya karafuu. Mimi ni Khadija Kombo. Asante kwa kuwa nasi. Tukutane tena katika kipindi kingine kijacho. Kwaheri. Pemba, oh Pemba, nasikia ni kuzuri, sioni kuna upepo.